السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع بعض, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kweli zama za mwisho ndo zimefika. Haya mambo yanatokea, lakini watu hawajiulizi kwa nini wanafanya haya. Uislamu tujirudi, tumrudie Mwenyezi Mungu, tufate menendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kuzungumza, tuende kwa vitendo. Tusifanye mambo ambayo ni ya kuingia kwenye kivuli cha menendo ya Mtume, lakini kumbe hatuyafati yale ya menendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tunafanya haya? Mimi nizungumze kuhusu swala la kusimamishwa Sheikh Walid. Hili swala limetuuma sana, na si mmoja si wawili. Haya mlio kuja kuyazungumza mitandaoni, nyinyi viongozi wa BAKWATA, mlitakiwa nyinyi mkae cabinet kama cabinet, alafu mfanye nini? Muangalie namna gani ya kuleta katika umma. Mnakuja kufanya maamuzi ya kwenu nyinyi wenyewe peke yenu, pasina kuangalia nini au mtawaumiza wangapi. Ndiyo sheria ya dini jinsi ambavyo inaelekeza kwa mfumo huo. Mimi nina ushuhuda, nataja mimi baadhi ya watu ambao walinikera sana katika sehemu ya BAKWATA. Mfano kuna Sheikh Chizenga, kuna Abdurafiu. Tena mimi nazungumza Abdurafiu, wadogo zake nimesoma naye mimi, anatokea kama Chumu, mkoa wa Kagera. Nikamfuata katibu mkuu wa BAKWATA. Katibu mkuu wa BAKWATA ndiye alionyesha ushirikiano kidogo kwa ajili ya kuliangalia. Tulikwenda na swala letu la msikiti, wanagombana Waislamu kwa Waislamu miaka 8, kila wakiswali wanagombana katika msikiti ule miaka 8, na wanapigana miaka 8, hakuna watu waliosuluhisha mkoa wa Kagera kule. Kisa ni viongozi walioshikilia madaraka yale. Mkuu wa wilaya, shehe wa wilaya mkoa wa Kagera ndo anakuja anaweka biti, anawafunga wale viongozi wa juu, wanashindwa kufanya maamuzi, eti kisa anaoa katika ile familia ambayo ilikuwa inafanya vurugu katika msikiti ule. Sheikh Chizenga leo hii mimi nafuata na kwenda mpaka makao makuu, wananiambia Sheikh Chizenga hana ofisi. Sasa sisi kulalamika, wazee wetu wanaumia katika msikiti ule, tunaleta malalamiko. Leo hii mkaja mkachukua msikiti mkaugawa sehemu ambayo haihusiki hata kidogo. Mnategemea nini? Ndio sheria ya dini inavyoelekeza hivi? Ndio uongozi uliokuweka pale unavyokuambia uamue kesi za namna ile? Tena nikamfuata ndugu yangu ambaye mimi namfahamu, Abdurafio. Tuelekeze hili jambo lipoje? Hakuna walichonijibu. Abdurafio, kama utabisha katika video hii, Jabir unamfahamu na mimi ananifahamu vizuri, mimi mtoka Machumu. Mnachokiamua sicho. Jaribuni kujirudi. Msiwe ni watu wa kutaka madaraka. Hapo mmepewa dhima na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndiye anakuja kuamua kwa hivyo ambavyo mnavifanya. Kwa nini mchongea neni? Kwa nini usibaki pale ambapo ulipo, ambapo Mwenyezi Mungu amekukadiria kukuweka? Hayo si mambo mazuri. Jaribuni kuangalia kama mtu anafanya vizuri, basi jaribuni kumpongeza vizuri kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Mimi imani na BAKWATA sina, kwa sababu viongozi waliopo ndani ya BAKWATA wote ni wachonganifu. Hawataki kumuona mtu anaendelea katika misikiti. Hawataki kumuona mtu anaendelea katika mambo yao. Wanataka mtu avae makoti ya viraka. Mtu asinunue gari, mtu asiwe na hiki, mtu asizuie hiki, mtu asiende na mwenendo huu. Basi huyo katoka kwenye mstari. Maana yake nini bwana?
Nani ambaye anafunguka mambo yaliyoko nyuma ya pazia yake? Nani alishaye kumwambia mtu? Wanakuambia ukija kumwanza fulani basi anza na ya kwako. Sio hivyo mnavyotupeleka bwana. Tunaamini chombo ambacho kinaendesha Uislamu, lakini BAKWATA, neno BAKWATA, hao viongozi wanaoisimamia neno BAKWATA wani wabadhirifu. Mimi nimetoa ushuhuda huo. Kama kuna mtu anabisha anifate nimwambie. Sheikh Chizenga mimi nimemfuata, katibu mkuu wa BAKWATA nimemfuata. Kama mnabisha msikiti wa Rukoma Msheshe ulileta matatizo miaka 8, mkashindwa kuamua mpaka msikiti mkautelekeza. Kweli niliumia sana toka siku hiyo mpaka nikaondoa imani kwa BAKWATA. Hakuna mtu aliyojaji katika hilo. Hatukujaji wala hatukufanya nini. Kisa nyinyi mlishindwa kujaji kwa sababu ya shehe wa wilaya na shehe wa mkoa wanawaletea taarifa ambazo ni za uongo, mpaka mkawafanya wazee wasononeka katika nafsi zao. Mnafikiri nyinyi mnakwenda kufanya nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Mnakwenda kustate nini? Kaa kwenye sehemu yako, uamue jinsi ambavyo unaletewa jambo unatakiwa ulisimamie. Unachukua msikiti unaotelekeza tu, unakwenda kuwagawia watu ambao uangalie chanzo ni nini. Eti kisa fulani anaua kwenye familia fulani ndio mkashika msikiti mkakabidhi katika eneo lile pale. Hakuna mtu atakayewafumbia macho. Mmezidi viongozi wa BAKWATA. Sheikh Chizenga, wewe umeshakuwa mzee. Jamani, naombeni mtumie busara. Wewe Abdurafiu mnatajwa katika uongozi pale, mnazaje vitu gani? Mnauaibisha Uislamu kwanza, na sio dini inavyoelekeza, sio Qur'ani. Allahu wa'ada bihifdhil Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliahidi kuilinda Qur'ani. Fala yataghayyar abada, haitobadilika milele. Hakuna agano jipya wala hakuna agano la kale, ni vile vile tu. Isomeni Qur'ani vizuri, sio mnaanza kuchambua aya. Tuna uchungu mkubwa sana kuona mnafanya mabadiliko pasina kwanza hata kushirikisha Uislamu. Mbona kuna mambo mengine ya uchaguzi, kuna mambo mengine ya maendeleo ya masuala ya kifedha mnashirikisha misikiti? Kwa nini hili swala lenyewe ambalo mnafanya maamuzi hamshirikisha hata watu wengine? Mnatuletea vitu gani? Mngetupa sababu za msingi mkaziandika kwenye mkeka bana. Hawa watu mfano kama shehe wa mkoa wa Kigoma na huyo wa Singida na huyo wa Dar es Salaam, mngetuwekea sababu za kuwaondoa hao. Sio mnatajia wameunguliwa bila kutoa sababu. Mnatuletea vitu ambavyo hata havipo katika Uislamu. Uislamu mtu akibishana na kuambia lete aya, lete hadithi, na hapa umemwengua Muislamu, unatakiwa lete ushuhuda kama jinsi ambavyo ilivyo. Ukimkuta Muislamu anabishana, lete aya, lete hadithi, imekwisha hiyo. Lakini na nyinyi mmemtengua huyu, lete vidhibitisho vya wao kuwafanya waenguliwe. Sisi tunazungumza kwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam kwa sababu ya sakata ile ambayo linaendelea mtandaoni, kumuonyesha huyu dada ambaye analalamika. Kuna mambo mangapi ambayo yapo nyuma ya pazia ya watu? Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Hukumu anaijua Mwenyezi Mungu. Ya'lamu sirru akhfa. Mwenyezi Mungu anayejua yaliyofichikana na yaliyo wazi. Yaliyo wazi ni yapi unayoyaona kwa mtu? Yaliyofichikana uyaoni. Hata wewe mwenyewe ambao umejaji leo hii kwenda kumuondoa huyu, bado kuna yako nyuma ambaye anayejua Mwenyezi Mungu. Umeanzia wapi toka mpaka unakuja kuwa kiongozi hapo? Hakuna mtu aliyokujaji. Msikalifishe nafsi za watu mkafanya watu waongee. Chombo cha BAKWATA kizuri, sema wanaokisimamia. Mnatuumiza, mnatuudhi. Wallahu wa rasuli a'lam.